Madini.com. Simleple. Mama! Picha linaanza. Ukisikia mtu anasema AI inaweza kubadilisha elimu, usikimbilie kufikiria kwamba watoto hawataenda shule. Swali kubwa zaidi ni hili: je, tumewahi kuelewa shule ilianzishwa kwa ajili ya nini? Siku chache zilizopita kulikuwa na taarifa iliyosambaa sana kwenye vyombo vya habari. Baadhi ya wanafunzi wa kidato cha 6 walifutiwa matokeo yao kwa madai ya kutumia ChatGPT wakati wa kujibu mitihani. Kama ilivyo kawaida, mjadala ukagawanyika. Kundi moja lilisema hao wanafunzi walistahili adhabu, kwani walitumia njia isiyo halali kupata majibu. Kundi jingine likasema lakini AI ipo, kwa nini tusitumie? Mjadala ukaishia hapo. Lakini kuna swali ambalo hakuna aliyejiuliza. Inawezekana tatizo si wanafunzi, bali mfumo wenyewe wa elimu. Naomba usinielewe vibaya, sisemi kwamba wanafunzi walifanya jambo sahihi, lakini nataka tukubaliane jambo moja: kila mara teknolojia mpya inapozaliwa huwa haituonyeshi tu uwezo wake, hutuonyesha pia udhaifu wa mifumo tuliyoijenga. Mfano, kalkuleta ilipoanza kutumika, watu waliogopa, watoto wasingejua kuhesabu. Google ilipotokea, watu wengi waliogopa, hakuna ambaye angekumbuka taarifa tena. Leo AI imekuja na swali linafanana: je, tatizo ni AI au AI imetuonyesha kwamba tulikuwa tunategemea mfumo ambao tayari ulikuwa una mapungufu? Na ili kujibu swali hilo, lazima kwanza turudi nyuma, way back, kabla ya shule, kabla ya vyuo, kabla ya mitihani, kabla hata ya madarasa, kwa sababu huwezi kuelewa mahali tunapoenda kama uelewi tulikotoka. Leo mtoto akifikisha miaka 6 tu au 7, jamii inatarajia aanze shule. Tusipompeleka shule, tunaonekana tumemnyima haki. Siku hizi miaka 2 anaanza daycare, ambayo ni kama shule lakini isiyohusisha masomo. Lakini ukiangalia historia ya binadamu kwa maelfu ya miaka, sio makumi au mamia, naongelea maelfu ya miaka, utashangaa kugundua kwamba shule kama tunavyozijua leo ni jambo jipya sana. Kwa zaidi ya 90% ya historia ya binadamu hakukuwa na uniform, hakukuwa na report card, hakukuwa na nursery, hakukuwa na standard 7, hakukuwa na form 4, hakukuwa hata na kitu kinachoitwa degree. Je, maana yake watu wa zamani walikuwa wajinga? Bila shaka utajibu hapana. So kiuhalisia, baadhi ya ustaarabu mkubwa kabisa duniani ulijengwa na watu ambao hawakuwahi kukaa darasani kwa mfumo tunaoujua leo. Piramidi za Misri zilijengwa kabla ya shule za kisasa. Great Zimbabwe ilijengwa kabla ya shule za kisasa. Mahekalu ya Angkor, ukuta mkuu wa China, miji ya Timbuktu, meli zilizovuka bahari, biashara za Waarabu na miji ya Kilwa. Tukienda kwa kina Lionel Messi, Amerika Kusini kulikuwa na Maya Civilization. Vyote hivi vilijengwa kabla ya mfumo wa elimu tunaoita formal education. Swali linaibuka: walijifunzaje? Jibu rahisi: walijifunza kwa kuishi. Mtoto wa fundi alikulia karakana, hakukuwa na somo la mechanics. Mtoto wa mkulima alikulia shambani, hakukuwa na somo la agriculture wala chuo cha SUA. Maisha ndiyo yalikuwa darasa, shamba lilikuwa darasa. Mtoto wa mchongaji angekaa miaka mingi akimwangalia baba yake akichonga. Pole pole akaanza kusaidia, akakosea, akasahihishwa, mpaka siku moja naye akawa fundi. Hii ndiyo tunaita leo apprenticeship, kujifunza kwa kufanya, sio kwa kusoma pekee. Na jambo la kushangaza ni kwamba mfumo huu uliweza kuzalisha mafundi mahiri, wachongaji, wafanya biashara, mabaharia, wapishi, wajenzi na viongozi wa maelfu ya miaka. Kwa hiyo elimu ilikuwepo, lakini shule hazikuwepo. Hapo ndipo tunafika kwenye ukweli ambao wengi wetu hatujawahi kuufikiria. Shule sio elimu. Shule ni njia moja ya kutoa elimu, na hii ndiyo tofauti kubwa sana, kwa sababu ukishachanganya vitu hivyo viwili, utaanza kuamini kwamba shule ikibadilika basi elimu imekufa, wakati si kweli. Elimu ni kubwa kuliko shule.
kama vile afya ni kubwa kuliko hospital. Hospital ni taasisi ya kutoa huduma za afya, lakini afya yenyewe si hospitali. Ni the same thing na shule ni taasisi ya kutoa elimu, lakini elimu yenyewe sio shule. Na hapa ndipo tunaanza kuelewa jambo lingine muhimu, kwamba karibu kila taasisi tunayoiamini leo iliwahi kutokuwepo. Kulikuwa na wakati dunia haikuwa na benki. Kulikuwa na wakati hapakuwa na passport. Kulikuwa na wakati hakukuwa na kampuni. Kulikuwa na wakati hapakuwa na mipaka ya nchi tunayoijua leo. Lakini baada ya vizazi kadhaa, taasisi hizi zikawa sehemu ya maisha yetu kiasi kwamba tunaona ni za milele. Shule imepata nafasi hiyo hiyo. Tumekulia ndani yake. Wazazi wetu walikulia ndani yake. Babu zetu waliona ikikua. Leo tunaamini haiwezi kubadilika. Lakini historia inatuonyesha kitu tofauti. Hakukuwa na taasisi iliyowahi kushindwa kubadilika pale mazingira yalipobadilika. Na hapa ndipo AI inaanza kugonga mlango wa elimu. Lakini kabla hatujazungumza kuhusu AI, kuna swali moja la msingi zaidi. Kwa nini shule tulizonazo leo zilianzishwa? Umeshawahi kujiuliza? Kwa sababu jibu la swali hilo linaweza kubadilisha kabisa namna unavyoona elimu. Tukiangalia historia ya elimu, kuna jambo moja ambalo watu wengi hawalijui. Shule za kisasa tulizonazo leo hazikuibuka tu kwa sababu binadamu ghafla aligundua kwamba watoto wanahitaji kusoma. Kulikuwa na sababu kubwa zaidi iliyopushi dunia kuunda mfumo huu. Na sababu hiyo ilikuwa mabadiliko ya namna jamii ilivyokuwa inaishi na kufanya kazi. Makinika nasi. Picha linaanza. Bwana, huu hondo unawajia hivi punde. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Kwa maelfu ya miaka, sehemu kubwa ya binadamu iliishi kwenye jamii za kilimo. Maisha yalizunguka ardhi, familia na jamii ndogo. Mtoto alihitaji kujua mambo machache muhimu: jinsi ya kulima, jinsi ya kufuga, jinsi ya kutengeneza vitu, jinsi ya kuishi na jamii yake. Na maarifa hayo yalipitishwa moja kwa moja kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto. Lakini dunia ilipoanza kubadilika, hasa wakati wa mapinduzi ya viwanda huko Ulaya kuanzia karne ya 18, mfumo wa maisha ukabadilika kabisa. Binadamu alianza kuhama kutoka mashambani kwenda mijini. Viwanda vikaanza kujengwa, mashine zikaanza kutumika, na ghafla jamii ikawa na hitaji jipya ambalo mwanzo alikuwepo. Haikutosha tena kuwa na mtu aliyejua kulima au kutengeneza bidhaa kwa mikono. Kuliibuka hitaji la watu wengi ambao wanaweza kusoma maelezo, kuandika taarifa, kufuata muda, kufanya kazi kwa nidhamu, kuhesabu, kuelewa taratibu, kushirikiana ndani ya mfumo mkubwa wa watu wapya na commands. Kwa lugha rahisi, jamii mpya ya viwanda ilihitaji aina mpya ya binadamu. Na hapa ndipo shule tulizonazo leo zikaanza kuchukua sura. Kwa hiyo shule haikuwa tu mahali pa kujifunza masomo, ilikuwa pia mahali pa kumwandaa mtu kuingia kwenye mfumo mpya wa maisha. Hii ndiyo sababu baadhi ya watafiti wa elimu husema mfumo wa shule za kisasa ulikuwa na baadhi ya sifa zinazofanana na viwanda. Hata ukifuatilia maisha yako ya shule utakubaliana na hii kwamba ni kama upo kiwandani. Watoto wanaingia kwa muda maalum, wanakaa kwenye mistari, wanafanya kazi kwa ratiba. Kuna break ya saa 4 na michezo kidogo. Then unarudi darasani. Wanapimwa kwa vipimo vinavyofanana, wanafuata kanuni au sheria maalum, na wanatoka kabla ya muda fulani bila kujali kuna masomo au hakuna. Na sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu jamii ya viwanda ilikuwa inahitaji watu wenye uwezo wa kufanya kazi ndani ya mifumo mikubwa. Lakini hapa kuna jambo muhimu sana. Haimaanishi shule ni kitu kibaya, usijidanganye. Shule imekuwa moja ya uvumbuzi mkubwa kabisa wa binadamu. Imefungua milango ya maarifa kwa mamilioni ya watu ambao zamani wasingeweza kuyapata. Imewezesha watoto wa familia maskini kupata nafasi. Imewezesha watu kutoka maeneo tofauti kushirikiana. Imeongeza uwezo wa jamii kutatua matatizo. Lakini tunachopaswa kuelewa ni kwamba kila mfumo umetengenezwa kujibu changamoto za kipindi fulani, na wakati mazingira yanabadilika, mfumo nao lazima uanze kujiuliza, je, bado unatimiza lengo lake au umeendelea kwa sababu tu tumeuzoea? Hili ndilo swali ambalo
AI imelileta kwenye meza. Lakini kabla ya kufika huko, hebu tuangalie kitu kingine muhimu, kwa sababu watu wengi wanafikiri elimu ilianzishwa ili tu kumpa mtu maarifa, lakini kazi ya elimu ilikuwa kubwa zaidi kuliko hapo. Ukiwauliza watu wengi, kwa nini tunaenda shule? Majibu mengi yanakuwa ili tupate kazi, ili tupate cheti, ili tujue vitu. Na yote hayo ni kweli, lakini kuna kazi nyingine ya elimu ambayo haionekani kwa macho. Elimu ilikuwa inajenga namna ya kufikiri. Hili ni jambo ambalo watu wengi uligundua wakiwa watu wazima. Ukiwa mwanafunzi, mara nyingi unauliza, hii itanisaidia nini? Na ni swali la kawaida, kwa sababu ukiwa mdogo unaangalia thamani ya vitu kwa matumizi yake ya moja kwa moja. Ukiambiwa usome historia, unauliza, nitatumia wapi tarehe za vita? Ukiambiwa ujifunze jiografia, unauliza, nitatumia wapi kujua mito na milima? Ukiambiwa ufanye hesabu za algebra, unauliza, nitatumia wapi kutafuta x? Lakini tatizo ni kwamba tunaangalia elimu kama mkusanyiko wa majibu. Wakati mwingine elimu ilikuwa na mazoezi ya kujenga uwezo wa kufikiri. Hebu tuangalie mfano wa hesabu. Fikiria mwanafunzi anapewa swali, 2x jumlisha 5 sawasawa 15. Tafuta thamani ya x. Anatumia hatua kadhaa. Anaondoa 5, anagawa, anapata jibu. Lakini maisha halisi hayaji na karatasi iliyoandikwa tafuta thamani ya x. Maisha yanakupa matatizo yasiyoeleweka. Biashara haifanyi vizuri, hujui sababu. Mtoto wako ana tabia mpya, hujui kazitoa wapi. Mahusiano yanaanza kubadilika, hujui tatizo lilipo. Unakuwa kama Alikiba anauliza, are we still dating? Maana hueleweki. Au ndo nimechokwa? Au umetekwa? Hapo ni unatafuta thamani ya x. Uchumi unabadilika, hujui hatua gani uchukue. Haya yote ni maswali ya kutafuta x. Jambo ambalo algebra ilikuwa inafanya ni kuufundisha ubongo wako jambo moja: usikubali tatizo lisiloeleweka likushinde. Vunja vipande vyake, tafuta kinachokosekana, tafuta uhusiano kati ya vitu. Huo ndio uwezo unaoitwa problem solving, na huu ndio uwezo ambao hata AI yenye nguvu sana haiwezi kuuchukua kirahisi kutoka kwa binadamu, kwa sababu AI inaweza kukupa jibu, lakini bado binadamu anahitaji kujua, je, swali sahihi ni lipi? Je, tatizo halisi ni lipi? Je, jibu hilo lina maana? Je, litumike vipi? Kwa sababu mara nyingi changamoto kubwa ya maisha si kupata jibu. Changamoto kubwa ni kujua swali sahihi. Na hapa ndipo tunaingia kipengele kingine, tatizo la elimu ya leo. Hapa ndipo tunaanza kuona mgongano. Mfumo wa zamani wa elimu ulijengwa kwenye dunia ambayo taarifa zilikuwa chache. Ukitaka kujua kitu ulihitaji mwalimu, ulihitaji kitabu, ulihitaji maktaba, ulihitaji taasisi. Lakini leo tunaishi kwenye dunia ambayo taarifa zimekuwa nyingi kuliko uwezo wetu wa kuzitumia. Mtoto mwenye simu anaweza kufikia taarifa ambazo mfalme wa zamani na kingdom yake asingekuwa nazo. Anaweza kumuuliza AI, anaweza kuangalia video, anaweza kusoma maelfu ya vitabu. Kwa hiyo swali linabadilika. Kama zamani elimu ilikuwa jinsi ya kupata taarifa, leo inaweza kuwa jinsi ya kuchambua taarifa. Kwa sababu katika dunia ya AI, tatizo sio kukosa majibu, tatizo ni kuzama kwenye majibu mengi na kushindwa kujua lipi lina thamani. Mara nyingi napenda kurudia msemo wa information is not the truth. Na hapa ndipo tunagusa moja ya tofauti kubwa kati ya binadamu na mashine. AI inaweza kuwa na taarifa nyingi, lakini binadamu ana kitu kingine. Ana uzoefu, ana hisia, ana maadili, ana uwezo wa kuweka mambo kwenye muktadha. Anaweza kuuliza, je, hii ni sahihi? Je, hii inafaa? Je, hii itasaidia jamii? Hapa ndipo elimu ya kweli inaanza. Sio kujaza kichwa, bali kujenga mtu anayeweza kutumia kile alichojifunza kwa busara. Lakini kuna sehemu nyingine ya shule ambayo mara nyingi tunaisahau kabisa. Sehemu ambayo AI inaweza kushindwa kuibadilisha haraka. Na hiyo ni shule kama kiwanda cha kujenga jamii. Kwa sababu shule haikujenga wanafunzi tu, ilijenga mataifa.
Tunapozungumzia shule, mara nyingi akili zetu huenda sehemu moja tu. Tunafikiria madarasa, vitabu, mitihani, walimu, mitaala. Lakini kuna upande mwingine wa shule ambao ni mkubwa sana na ambao mara nyingi hauzungumziwi au tunaupuuza kwenye mijadala ya umuhimu wa shule. Na hili ni jambo muhimu sana tunapozungumzia future ya elimu kwenye enzi ya AI. Kwa sababu kama tunafikiri kazi pekee ya shule ni kumpa mtu taarifa, basi ni sahihi kusema kwa nini mtoto aende shule wakati AI inaweza kumfundisha kila kitu? Lakini kama tutaelewa kwamba shule ina kazi kubwa zaidi ya hiyo, tutaanza kuona picha nzima. Hebu fikiria, mtoto anayezaliwa katika familia fulani, anakuwa katika mazingira fulani, ana lugha yake, ana utamaduni wake, ana imani za familia yake, ana mtazamo ambao ameupata kutoka kwa watu waliomzunguka. Lakini siku anapoanza shule, anakutana na dunia kubwa zaidi yake, anakutana na watu ambao si familia yake. Mtoto wa Iringa anaweza kwenda kusoma Arusha, mtoto wa Kigoma anaweza kwenda kusoma Dodoma, mtoto wa Mtwara anaweza kwenda Dar. Kwa miaka kadhaa hawa watoto wanaishi pamoja, wanakula pamoja, wanasoma pamoja, wanacheza pamoja, wanashindana, wanashirikiana, wanakubaliana na kutokukubaliana. Na bila wao kujua, wanajifunza kitu kikubwa zaidi kuliko somo lolote darasani. Wanajifunza kuishi na watu tofauti na wao. Hiyo ni elimu, na sometimes ni elimu kubwa kuliko tunayoipata kwenye vipindi vya darasani. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa, nchi nyingi duniani zilipojenga mifumo ya elimu na taifa, haikuwa tu kwa ajili ya kuongeza watu wanaojua kusoma na kuandika. Ilikuwa pia kujenga utambulisho wa pamoja. Fikiria taifa lenye watu kutoka makabila, maeneo na tamaduni tofauti. Swali linakuwa, ni nini kitawafanya hawa watu wajione kama sehemu ya kitu kimoja? Ni nini kitawafanya waamini kwamba wana mustakabali wa pamoja? Moja ya majibu ilikuwa elimu na shule. Kupitia shule, taifa linaweza kufundisha historia yake, lugha yake, maadili yake, sheria zake, hadithi zake za pamoja. Na kwa njia hiyo, shule inakuwa zaidi ya mahali pa kupata kazi. Inakuwa sehemu ya kujenga mwananchi. Ndio maana ukimwambia mtu kesho shule zote zifungwe, kila mtoto ajifunze kupitia AI nyumbani, watu wengi wataona kuna kitu kinakosekana. Na kitu hicho si kitabu, si somo, ni ile experience ya kuwa sehemu ya jamii. Kuna kitu ambacho wachumi na wanasosiolojia wanakiita social capital. Kwa lugha rahisi ni thamani inayotokana na mahusiano kati ya watu. Mara nyingi watu hudhani mafanikio yanatokana tu na akili au elimu, lakini ukweli ni kwamba mahusiano yana nafasi kubwa sana. Mtu uliyemjua shule, mwalimu aliyekushauri, rafiki mliyekutana naye darasani, mtu mliyeishi naye hostel, watu hawa wanaweza kuwa sehemu ya safari yako ya maisha ya miaka 20 baadaye. Leo unaweza kuona mtu mkubwa kwenye kampuni fulani, lakini nyuma yake kuna mtandao wa watu waliokutana nao katika hatua mbalimbali za maisha. Na shule imekuwa moja ya maeneo makubwa yanayotengeneza mitandao hiyo. AI inaweza kukufundisha, lakini jiulize, inaweza kukuwezesha kukutana na mtu mwingine? Inaweza kukufundisha namna ya kushirikiana na mtu ambaye ana mitazamo tofauti na wewe? Inaweza kujenga uvumilivu wa kuishi na watu ambao haukuwachagua? Hapa ndipo tunaona tofauti kubwa. Picha linaanza. Bwana, huu hondo unawajia hivi punde. I think what Madine.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi, hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Swali jingine linaloulizwa sana ni je, inaweza kuchukua nafasi ya mwalimu? Hili ni swali ambalo limeanza kuulizwa sana, lakini labda tunaliuliza vibaya. Labda swali si AI itachukua nafasi ya mwalimu, bali ni sehemu gani ya kazi ya mwalimu AI inaweza kufanya na ni sehemu gani haiwezi? Kwa sababu ukweli ni kwamba walimu hawakuwa mashine za kutoa taarifa pekee. Mwalimu mzuri hakufundishi tu ujue hesabu, anakujenga, anaona uwezo wako, anakutia moyo, anakukosoa, anakufundisha nidhamu. Wakati mwingine sentensi moja kwa mwalimu inaweza kubadilisha maisha ya mwanafunzi. Na hii ni kwa sababu elimu si mchakato wa kuhamisha taarifa tu, ni uhusiano kati ya binadamu na binadamu. Lakini hiyo haimaanishi walimu hawatobadilika.
Kama calculator ilibadilisha kazi ya walimu wa hesabu, AI inaweza kubadilisha kazi ya walimu wa masomo mengi. Mwalimu wa kesho huenda asiwe mtu anayesimama mbele ya darasa kuandika majibu ubaoni. Anaweza kuwa mshauri wa kujifunza, mtu anayemsaidia mwanafunzi kufikiri, mtu anayemsaidia kuchambua, mtu anayemsaidia kutumia maarifa yake. Sasa turudi kwenye swali letu kuu. Je, elimu tunayoitoa leo bado ina maana? Jibu linaweza kuwa ndio, lakini si kwa sababu zote tulizokuwa tunaziamini zamani. Kwa muda mrefu tulijenga elimu yetu kwenye idea kwamba mwenye taarifa nyingi ndiye mwenye nguvu, kwamba ukitema madini mengi unayoyakumbuka unaonekana mnyama. Lakini AI imebadilisha hilo, kwa sababu sasa mashine inaweza kuwa na taarifa nyingi kuliko binadamu. Kwa hiyo thamani inaanza kuhama kutoka kwenye kiasi gani unajua kwenda kwenye unaweza kufanya nini na kile unachokijua. Hili ni badiliko kubwa sana, kwa sababu mfumo wetu mwingi wa elimu bado unapima kumbukumbu. Mwanafunzi anasoma, anakariri, anafanya mitihani, anapata alama za ufaulu na kufeli. Lakini dunia ya AI inauliza swali tofauti. Je, unaweza kufikiri? Je, unaweza kuunda kitu? Je, unaweza kutatua tatizo jipya? Je, unaweza kufanya maamuzi? Je, unaweza kutofautisha ukweli na uongo? So unaona kabisa, labda hapa ndipo tunapaswa kubadili namna tunavyofikiria. AI si lazima iwe adui wa elimu, inaweza kuwa kioo kinachotuonyesha elimu yetu ilipokuwa dhaifu. Kama mfumo wetu ulikuwa unamfundisha mtoto kukariri majibu tu, AI itakuwa changamoto kubwa, kwa sababu mashine inaweza kukariri kuliko binadamu. Lakini kama mfumo wetu unamfundisha mtoto kuuliza maswali, kufikiri, kubuni na kutatua matatizo, AI inaweza kuwa chombo kikubwa sana cha kumsaidia. Kwa hiyo tatizo si kwamba AI ina akili nyingi, tatizo ni kama sisi tumekuwa tukifundisha watoto kutumia akili zao kwa kiwango cha juu. Na hapa ndipo tunafika kwenye tafakari muhimu zaidi. Kama AI imebadilisha namna tunavyopata taarifa, je, inamaanisha mfumo mzima wa elimu lazima ubadilike? Na kama utabadilika, je, bado tunahitaji vyuo, madarasa na vyeti kama tunavyovijua leo? Hapa ndipo tunapoingia kwenye sehemu ngumu zaidi ya tafakari hii. Hii ni Madini.com.